Hello, karibu sana kwenye series yetu hii ya Set Me on Fire, na kama ambavyo tuliongea kwenye episode iliyopita, kwenye kipindi hiki cha mwanzoni mwa mwaka tunaongea kanuni ambazo zitabadilisha maisha yako kwenye mwaka huu mpya. Kwa hiyo kwenye series zilizopita nilikupa kanuni kama 5 hivi ambazo ninaamini kwamba ukiziishi ni vitu ambavyo mimi ninavijua kwa uhakika. Ni vitu ambavyo nimeviishi na nimeona vikibadilisha maisha yangu. Things that I know for sure. Leo tutaenda tena tuongea tena kuhusu kanuni nyingine moja ambayo ni ya muhimu. Kwa hiyo nitaipa episode hii hapa ya leo. Karibu sana. Leo tutaongea kuhusu roho ya ubora. Roho ya ubora, the spirit of excellence. Na nitaomba nisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 24 mstari wa 30 hadi wa 32. Biblia inasema, huyu ni Mfalme Sulemani anasema nilipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba. Uso wake ulifunikwa kwa viwavi na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, na aliona nikapata mafundisho. Yaani ni kama Mfalme Sulemani alikuwa kwenye pita zake tu, halafu akajikuta ameona shamba fulani la mzabibu. Alivyoona ile shamba kwa mbali lilikuwa linaonekana ni shamba lililo kwanza lina mizabibu kama kawaida, halafu lina ukuta pia. Kwa hiyo ikabidi asogee karibu. Aliposogea karibu ndo akagundua kwamba japo mizabibu ipo, lakini mizabibu yenyewe imemea miiba, iko pia imefunikwa na viwavi. Imefunikwa na viwavi pamoja na miiba. Yaani ni shamba ambalo limetelekezwa japo zabibu zipo. Lakini cha pili akagundua pia kwamba hili shamba lina mawe. Lina ukuta wa mawe. Lakini ukuta wenyewe umebomoka. Anasema akaliangalia kwa muda, ni kama ungepita pale ukamkuta amesimama pale amekunja mikono analiangalia lile shamba. Anasema alivyoliangalia akafikiri sana, halafu akapata fundisho. Unafikiri alipata fundisho gani Mfalme Sulemani? Na cha kwanza hii sentensi yake anasema, cha kwanza aliconclude kwamba kwanza ili shamba ni la mvivu. Halafu cha pili, ili shamba ni la mtu asiye na akili. Ni mtu mvivu asiye na akili ndio mmiliki wa hili shamba, ndio maana limekuwa katika hali hii ambayo liko nayo. Kama umesoma kitabu changu cha Neno na Maisha, sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Neno na Maisha, ninaongea kuhusu mstari. Na huu ni moja kati ya ile mistari ambayo nimeshasoma Biblia nzima mara kadhaa, lakini ni kama mstari sijawahi kuuona na sijawahi kusikia popote ukihubiriwa. Lakini kwenye mojawapo ya devotions zangu, nafikiri ilikuwa ni 2021 kama sio 2022, Roho Mtakatifu aliuvuvia huu mstari ndani yangu, na nilikuwa nishamaliza kuandika kitabu cha Neno na Maisha, lakini nikasema hapana, lazima sura ya kwanza nianze na hii, kwa sababu ni kama vile nilikutana na vitu ambavyo vilinibadilisha sana namna yangu ya kufikiri. Kwa sababu gani? Cha kwanza labda niusome tena mstari afu sasa nianze kukuambia, kwa sababu labda nimekupa maelezo mengi umeshausahau. Sulemani anasema nilipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba. Uso wake ulifunikwa kwa viwavi na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, na aliona nikapata mafundisho. Sasa binafsi sikutarajia mtu ambaye ni mvivu awe na shamba la mizabibu. Mara nyingi tunajua mvivu huwa hafanyi kazi kabisa, yani yupo tu, atakuwa anasubiria watu wengine wafanye, yeye asaidiwe. Kwa hiyo sikutarajia mvivu awe na shamba la mizabibu. Lakini cha pili, sikutarajia mvivu awe na shamba la mizabibu ambalo lina ukuta. Kwa sababu credit wise juu, huyu jamaa alikuwa na shamba ambalo amepanda mizabibu, halafu amezungushia na ukuta. Yaani hivyo ni vitu ambavyo inabidi tumpe pongezi zake hapo kuanza nazo. Lakini ni kama Suleiman sasa anatupeleka step further kwenye kuelewa uvivu. Sisi tulikuwa tunafikiri mvivu ni mtu asiyefanya kazi, mtu ambaye hana chochote, mtu ambaye hana nini. Lakini Suleiman anatupeleka step further, anatupeleka kwenye kina zaidi kwenye kuelewa uvivu. Anatuambia mvivu anaweza hata akawa na shamba la mizabibu,
anaweza hata akalizungushia ukuta wa mawe. Lakini uvivu haupo kwenye vitu vikubwa vinavyoonekana. Mvivu anaweza pia naye akafanya vitu vikubwa vinavyoonekana, lakini tofauti itakuwa wapi? Suleiman anatuambia uvivu una levels. Kuna level ya kwanza ya uvivu ya mtu ambaye hafanyi chochote. Alafu kuna level ya pili ambayo wengi wetu tushaivuka ile level ya kwanza. Kuna kitu tunakifanya. Lakini sasa uvivu sasa unakuja kwenye quality. Uvivu haupo kwenye vitu vikubwa vinavyoonekana. Uvivu upo kwenye vitu vidogo vidogo vinavyotakiwa kufanywa kazi kila siku. Mvivu anaweza akapanda shamba kubwa la mizabibu. Hicho ni kitu kikubwa. Mvivu anaweza akazungushia shamba lake ukuta. Hicho ni kitu kikubwa cha mara moja. Kupanda mbegu ni kitu kikubwa cha mara moja. Kuzungusha ukuta ni kitu kikubwa cha mara moja. Halafu baada ya hapo sasa kuna kazi sasa inayohitajika ya kila siku. Kulizungukia ili shamba kuhakikisha kwamba halina magugu, yakianza tu kujitokeza uyang'oe, upalilie ili shamba lisijawe na viwavi na wadudu waharibifu, kupiga dawa na nini. Halafu kuna ukuta. Ukuta pia unahitaji maintenance. Unahitaji regular visit and maintenance ili uweze kuendelea kuwa sawa. Unajua kuta za kipindi chao sio kuta kama za kwetu za siku hizi. Kwa kuna kazi ya kila siku ambayo inahitaji attention to details. Na hapo ndipo ambapo mvivu anakwama. Hapo ndipo ambapo mvivu anakwama. Kwa hiyo uvivu haupo kwenye vitu vikubwa. Uvivu uko kwenye vitu vidogo vinavyohitaji nidhamu ya kila siku, na hivi vitu vidogo ndio vinavyoleta utofauti. Hivi ndio vinavyoleta utofauti kati ya shamba la mvivu na asiye na akili na shamba la mtu mwenye bidii. Tofauti iko kwenye ubora wa vitu na sio kwenye wingi. Na sio kwenye ukubwa. Tofauti iko kwenye quality. Kwa kwenye mwaka huu mpya tunaoanza, kitu ambacho cha kwanza ninachokutia moyo kufanya, ambacho hapa tunakiona kwenye ile andiko tulilolisoma, ni wewe kutokufocus sana kwenye ukubwa na wingi. Mwaka huu nakutia moyo sana, focus yako kwenye mambo unayoyafanya iwe kwenye quality, iwe kwenye ubora wa kile ambacho unafanya. Mtu mmoja nafikiri aliandika kitabu kinaitwa Small Things Are the Big Things. Small things are the big things. Yani quality ndio inafanya vitu viwe na ubora. Na Suleiman anasema kwa mfano hili shamba ungeliangalia kwa mbali, wala usingejua kwamba ni shamba ambalo lina magugu, kwa sababu kwa mbali hivi hata vitu ambavyo sio bora vinaonekana kama vile ni bora. Lakini anasema aliposogea karibu ndipo alipogundua kwamba hili shamba limejaa magugu na limefunikwa na viwavi na kuta zake zimebomoka. Yaani ni kama vile kwa mbali ilikuwa inaonekana yuko sawa, lakini ukimkaribia karibu, hapo ndo ulipogundua kwamba huyu mtu kumbe yaliomo hayamo. Yaliomo hayamo. Vitu vinavyoonekana kwa mtu akikaa kwa mbali akakuangalia, kumbe akisogea karibu sivyo ulivyo. Yaani kwa maneno mengine Suleiman anasema, kama ukiniruhusu nifanye application hapa ya hii principle, Suleiman anasema ni kama vile mtu mvivu anaweza hata akaenda kanisani, akachukua Biblia yake Jumapili akaenda kanisani. Na ukimwangalia kwa mbali hivi anavyocheza wakati wa praise, anavyopaki gari lake parking au anavyoshuka kwenye bolti, unaweza kufikiri Mkristo huyu hapa. Hadi sasa ukisogea karibu. Sogea karibu yake sasa Jumatatu au Jumanne akiwa ofisini, akiwa kwenye maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo sogea karibu, chukua simu yake uangalie ina nini. Hapo ndio utakapogundua kumbe hili shamba la mizabibu limejaa magugu. Limejaa magugu kwa sababu yamekuwa hayang'olewi, limefunikwa na viwavi na kuta zake zimebomoka. Ni kama Suleiman anasema mvivu na mwenye bidii wote wanaweza wakawa na watoto. Yaani wanaweza wakazaa watoto na wakawalisha chakula. Lakini tofauti itakuja kwenye kazi ile ya malezi sasa ya kila siku. Yaani mvivu anaweza akawa na watoto, anawalisha, anawanunulia uniformu, analipa ada, lakini wanalelewa na TV, wanalelewa na mtaa. Yeye mwenyewe kufanya ile kazi ya kila siku ile ya malezi, ya kuomba, ya kusikiliza, ya kurekebisha. Mtu mvivu anaweza hata kaa na ndoa na mahusiano. Lakini na ukiwa kwa mbali hivi ukiwaona wameshikana mikono wanavyoenda kanisani na kurudi ukasema ndo wenyewe sasa. Lakini ukisogea karibu kama Suleiman anavyosema, hapo ndio utakapogundua kwamba haya mahusiano yapo lakini hayana quality.
hayana ubora. Kuna migogoro ya tangu mwaka juzi haijawa resolved. Kuna so many unresolved issues, kuna grudges, hakuna furaha, hakuna amani. Kwa sababu unajua it takes work for relationships to work. Kwa kuwa na mahusiano yenye quality inahitaji kazi pia. Kwa watu wawili wavivu wakioana hawawezi kuwa na mahusiano yenye ubora, kwa sababu mahusiano bora yanahitaji watu wawili wanaofanya kazi. Watu wawili ambao wanatumikiana. Kila mmoja yuko pale kujiuliza naweza nikafanya nini kwa ajili ya kuimprove haya mahusiano. Kwa hiyo unajua vitu kama kuomba msamaha. Kuomba msamaha ni kazi. Ni kazi ambayo mvivu hafanyi. Mvivu hana muda wa kufanya kazi ya kuomba msamaha, ya kujishusha, ya kuswallow pride. Hizo ni kazi ambazo mvivu hafanyi. Kwa hiyo ukikuta watu wawili wavivu wameoana, watakuwa na ndoa na mahusiano. Hicho ni kitu kikubwa ambacho kwa mbali kinaonekana kama shamba la mizabibu lenye ukuta. Lakini ukisogea ndo unakuta kuna magugu, unakuta kuna viwavi, unakuta na ukuta wenyewe umebomoka. Yaani kuna vitu ambavyo vitakiwa vifanyike. Watoto wameathiriwa na kukosekana kwa quality ya mahusiano ya wazazi. Kwa hiyo hivi ni vitu vyote ambavyo mwaka huu ukitaka mambo ya improve, hebu focus kwenye details. Focus kwenye details. Fanya vitu vikubwa ndio, lakini focus yako iwe kwenye quality, kwa sababu uvivu upo kwenye quality. Hii level ya uvivu ambao Suleiman anaiongelea hapa sio level ya uvivu wa kufanya. Hii ni level ya kufanya, ya kuwa na attention kwenye details. Level ya kufanya ile 1% inayotakiwa kuongezeka pale ili kitu kiweze kuwa na ubora. Hivi unajua Yesu angetengeneza divai tu ya kawaida bado angekuwa amefanya muujiza. Lakini unafikiri kwa nini Yesu alitengeneza divai njema hadi mkuu wa meza attention yake ikawa koti? Kwa sababu ya quality, kwa sababu ya quality. So quality, yani excellence is a mindset. Ni mindset ambayo natamani uwe nayo kwenye mwaka huu mpya ambao unaanza. Mwaka huu mpya ambao unaanza. Kwa kitu chochote ambacho huingizi mikono yako kazini kila siku, kuhakikisha kwamba unang'oa magugu na kuangalia sehemu zilizo dhaifu ili uziimarishe, kitamea magugu na kuta zake zitabomoka. Kitu chochote ambacho huingize mikono yako kazini kukifanyia kazi, ikiwa ni mahusiano yako na Mungu. Unajua unaweza ukawa umeokoka, mvivu na mwenye bidii wote wanaweza wakaokoka. Tofauti itakuja kwenye quality ya Christian experience zao. Mvivu anaweza akawa ameokoka kweli alafu anaishi na vifungo. Ana maaddiction ya kila aina yanamsumbua. Kwa sababu Yesu alisemaje? Alisema nanyi mtaijua kweli nao kweli itawaweka huru. Kwa kujua kweli ni bidii, inahitajika bidii hapo. Ya bidii ya kujua neno, ya kuspend time na Mungu. Sasa hivyo ni vitu ambavyo mvivu hata vifanya. Kwa mbali hivi atakuwa anaonekana ameokoka, lakini ukisogea karibu ukaangalia maisha yake ya kila siku, utakutana na kuta zilizobomoka, utakutana na magugu, utakutana na viwavi. Kwa huu mwaka kama utakuwa na mabadiliko, inabidi ufocus kwenye quality. Don't expect what you don't inspect. Don't expect what you don't inspect. Usikae chini ukatarajia kitu ambacho hukifanyii kazi kila siku. Kwa focus kwenye details. Nishai kuambiwa kuhusu law firm moja ambayo walinyimwa kazi. Walinyimwa kazi kwa sababu kazi, kwa mfano labda sitakupa exact figure hii na ni siku nyingi kidogo, lakini hiyo ni mfano. Kwa mfano kazi, yani hiyo firm ya nje walikuwa wanataka kupartner nao hawa watu. Wakawapa kazi ambao wao wanajua hiyo kazi ni shilingi ngapi. Yani kazi mfano ya milioni 500, alafu hii firm ya huku ndani walivyoambiwa bwana tunataka kupartner na nyie kazi hii hapa, nyie mnataka shilingi ngapi? Kazi ambayo thamani yake ni milioni 500, wao wakasema sisi tutachaji milioni 50. Wakafikiri kwamba ukitaja bei ndogo ndio utapewa kazi, lakini wale jamaa kule wakasema nyie kazi hamjui, you won't pay attention to details. Ndio maana kwa sababu hamjui details zake, ndio maana mmeanda charge, kwa hamtafanya kazi nzuri na hatuwapi. Mtu anayejua kazi anayoifanya maana yake atakuwa na attention to details. Kwa excellence ni kufocus kwenye details. Nilikuwa nasoma kitabu cha Steve Jobs. Steve Jobs ndo alianzisha hizi Apple computers na vitu kama hivyo. Sasa Steve Jobs anasema mojawapo ya vitu ambavyo vilimshawishi, wanasema Apple computers ni nzuri ndani kuliko nje. Yani unavyoziona zilivyo nzuri nje
ndani kule ambako huoni ni pazuri zaidi. Sasa Steve Jobs anasema wakati anakuwa, siku moja babake alimpa kazi ya kupaka rangi ukuta. Sasa yeye akaenda akapaka rangi nje ya ukuta, afu huku ndani akapaka tu kinamna fulani, afu akaacha. Babake alivyokuja akamwambia, kwa nini huku ndani hujapaka vizuri? Akamwambia huku ndani, Steve sasa akamwambia babake, huku ndani mimi nimepaka tu hivi kidogo kwa sababu hakuna mtu anayeona. Babake akamwambia, mimi na wewe tunaona, na wewe na mimi ndio wa muhimu zaidi. Kwa sehemu ambazo hakuna mtu anayeona ndio unatakiwa ufanye vizuri zaidi, kwa sababu wewe unaona au wewe unajua. Kwa sababu pia kufanya vizuri pia inatakiwa ni namna ya kufikiri. Sio kwamba kwa sababu kuna audience ndio unafanya vizuri. Unatakiwa ufanye vizuri kwa sababu hiyo ndivyo ndio unavyofikiri, yani ndio namna yako ya kufikiri. Ukipewa kazi yoyote unaifanya vizuri kwa sababu huyo ndio wewe. Yani sina namna nyingine ya kufanya kazi ambayo ni chini ya kiwango kwa sababu huyo ndio mimi. Yani kazi zangu zinasema mimi ni nani. Kwa mfano ukisoma kitabu changu leo, yani hicho kitabu ndo mimi, yani ndo kinakuambia mimi ni mtu wa aina gani. Kwa ukikuta labda kimejaa ma typos, kimejaa yani tu kipo tu, maana yake pia kinakuambia mimi ndo ni mtu wa aina gani. Nafikiri ni Pastor Bill Winston, niliattend conference yake moja alivyokujaga Tanzania, nafikiri ilikuwa 2015. Moja ya vitu ambavyo niliondoka navyo, alisema you are as organized as you are in unsupervised areas of your life. Yani nikitaka kujua kwamba wewe uko organized kiasi gani, nitaenda kuangalia kabati lako la nguo nyumbani kule ambako hamna mtu anayeangalia wala anayekusimamia. Nikifika soksi moja iko huku, nyingine iko kule, nguo zimetupwa, hiyo inakupa picha kwamba wewe uko organized kiasi gani kwenye maeneo ambayo watu wanaona. Kwa you are as organized as you are in unsupervised areas of your life. Kwa nini? Kwa sababu excellence is a mindset. Ni mindset ambayo unakuwa nayo, na ukiwa nayo manake unayo, yani hakuna hata sehemu moja ambayo itakosekana. Kwa encourage you mwaka huu katika kanuni ambazo inabidi ukizi introduce kwenye maisha yako zita make a difference. Hebu fikiri ubora. Fikiri ubora kwenye kitu ambacho kila kitu ambacho unakifanya. Huwa ninavyoandika vitabu vyangu ninafanya proofreading labda hata zaidi ya mara 10. Huku kwetu bado hatuna editors wale na nini na publishers wakubwa. Kwa kazi nyingi mwandishi unafanya mwenyewe. Lakini ili kuhakikisha kwamba ninafanya kazi yenye ubora, huwa nina print kile kitabu. Naweza nikakiprint hata mara 5. Yaani nikaedit ile kwenye kompyuta hata mara 5, 10. Halafu nikaprint tena niwe na hard copy. Nisome tena, ni edit tena, ni hizo karatasi nizitupe tena, ni print tena, nifanye. Kwa nini? Kwa sababu natafuta the best, yani natafuta quality ambayo ni bora inayowezekana. Quality ambayo ni bora kwa kiasi kinachowezekana. Na hiyo nimeitoa wapi? Part of it niliitoa wakati nafanya dissertation yangu ya undergraduate, wakati nafanya degree yangu ya kwanza ile ya sheria. Mwaka wa 4 nilifanya research. Mungu alinisaidia nikapata supervisor ambaye alinisaidia sana, mimi na wenzangu ambaye tulikuwa kwake. Supervisor wetu siku moja alituambia asilimia kubwa ya makosa ninayokutana nayo kwenye kazi za wanafunzi wangu sio makosa ya watu wasiojua, ni makosa ya watu wasiojali. Nasema kwa mfano nikiwaonyesha makosa yenu kwenye hizo pepa zenu, ni makosa ambayo wewe mwenyewe tu ungekuwa unafikiri sawa sawa, ukaamua kukaa chini kazi ukairudia na kuirudia, ukaprint, ukapitia tena, ukasahisha na kalamu, afu ukaenda ukaedit tena, kuna makosa ambayo usingeniletea. Kwa hiyo asilimia kubwa ya makosa ninayokutana nayo ni makosa ya watu wasiojali. Sio kwamba hawana akili au wakiamua kuyafanyia kazi wasingeyaona, lakini they don't care enough kuweza kufanya hivyo. Kwa mtu ambaye anawekeza kwenye excellence ni mtu anayejali. Yaani kuanzia leo mtu akiona kazi yako yoyote mwaka huu, awe anaona kazi ya mtu anayejali. Kwa sababu excellence ina communicate kwamba mtu aliyefanya hii kazi ni mtu ambaye anajali. Ni mtu ambaye anajali. Na nimesema chochote ambacho unakifanya it has to be your best. Yani you have to put your best self kwenye vitu ambavyo unavifanya, Wakati tena tunafanya project hii ya Set Me on Fire hii ambayo tumetoka kuizindua sio muda mrefu.
nikawa nimewaza labda tupunguze baadhi ya vitu, tupunguze budget na nini. Lakini Mungu pia akasema na mimi siku hiyo niko ibadani tu. Nimefika tu ibadani, mchungaji akawa anahubiri, akawa anasema mapenzi ya Mungu ambao Biblia inasema mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa hiyo mchungaji akawa anasema hivi, unafikiri mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako wewe ni vitu vinyonge? Mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, namkoti, akawa anasema ni wewe kufanya vitu bora, vitu madhubuti na vitu venye ukubwa na vinavyoweza kuwafikia watu na kuleta mgeuko kwenye maisha yao. Vitu bora, vitu madhubuti, vitu vinavyoweza kuleta mgeuko kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo nikasema okay, kumbe kuna mapenzi ya Mungu afu mbinguni yanafanyika. Halafu kwangu specifically kwenye hii project ambayo naifanya, Mungu anataka nifanye kitu madhubuti, kitu bora na kitu ambacho kitampa Mungu utukufu mwisho wa siku. Kwa hiyo nikasema lazima tufanye kitu chenye ubora. Kwa sababu kumbe mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu ni vitu bora. Mungu sio Mungu wa vitu vinyonge. Mungu sio Mungu wa vitu vinyonge. Kwa hiyo ni Mungu wa vitu ambavyo ni vitu vyenye ubora. Kwa hiyo I want to encourage you to give your best. Give your best this year. Yaani hata kama utakachofanya hakitatosha, lakini kiwe ni kitu bora ambacho this is the best that I can offer for now. Paulo anamwambia Timotheo, meditate upon these things. Give yourself wholly to them so that your progress may be evident to all. Yaani anamwambia kama unataka kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa kila mtu, basi kuwa na utamaduni wa ku give your best. Give your best. Meditate upon these things. Give thyself wholly. Give yourself wholly. Hapo ndipo ambapo kuendelea kwako kutakuwa dhahiri. Kwa hiyo ukiwa una utamaduni wa kujitoa mzima, wa kufanya vitu with passion, wa kufanya vitu ambavyo unafanya kwa moyo, wholeheartedly, unafanya kwa moyo wako wote. Yaani mtu akiona kazi zako anauona moyo wako, anaona the spirit ya excellence ambayo inafanya kazi kwenye maisha yako. Basi naamini kwamba mwaka huu utakuwa wa tofauti. Mhubiri 9:10 inasema chochote mkono wako upatacho kukifanya, fanya kwa nguvu zako. Chochote ambacho mkono wako unafanya mwaka huu, chochote ambacho utakifanya, iwe ni kazini, ni ofisini, it does not matter unalipwa shilingi ngapi. Lakini kama wewe ndio utakayefanya hiyo kazi, basi usifanye kazi afu mtu mwingine akaenda kuirudia. Yaani hiyo chukulia kama vile ikifanyika hivyo, that is an insult. Yaani umefanya kazi afu supervisor wako anaenda kutafuta mtu mwingine aifanye tena au anafanya yeye mwenyewe. Kwanza kisheria hapo unakuwa umefanya insubordination. Hiyo ni upward delegation inaitwa. Yaani ukifanya kitu huo umefanya your best. Watu wakujue kwa kazi zako. Watu wakitajiwa jina lako waseme huyo ni moja kati ya watu ambao wanafanya vitu kwa ubora ambao ninawafahamu. Kwa hiyo kazi wekeza kwenye ubora wa kile ambacho Mungu anafanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ninaamini kwamba ukifikiri ubora, ukaipa nafasi excellency, roho ya ubora ikawa sehemu ya maisha yako, mwaka huu utakuwa tofauti. Kwa sababu hiki ni kitu kimoja ambacho watu wengi hawakifanyi. Yaani ni kama barabara fulani ambayo haina jamu. Kwa hiyo ukiwa unafanya vitu kwa ubora kwenye kazi zako, utajikuta tu unapata fursa nyingi kwa sababu watu wengi hawafanyi vitu vyenye ubora. Kwa watu wakishajua wewe unafanya kwa ubora, watakutaka wewe tu. Nishaikuwa kwenye ofisi ambazo mtu anataka kazi zake zifanywe na mtu mmoja tu. Kama vile ofisini hakuna watu wengine, lakini wameshajua huyu ndio mtu ambaye anaweza akafanya kitu ambacho tunataka afanye. Kwa hiyo tunataka kustiki na huyu. Kwa hiyo pia kumbuka kwamba excellence is a spirit. Kwa hiyo pia hata kwenye maombi yako mwambie Mungu nisaidie. Give me the spirit of excellence. Unajua Biblia inasema Mungu alivyomaliza kuumba aliona kwamba kila alichofanya kuwa ni chema. Kila alichofanya, yani Mungu alikuwa anajifanyia evaluation, anaona okay, now here I have done my best. This is the best thing that I could do at this time. Kwa hiyo na wewe pia mwambie Mungu, naomba unipe roho ya ubora. Give me the spirit of excellence. Nifanye vitu kwa ubora, nifanye vitu kwa namna ambayo itakupa wewe utukufu. Mtu mmoja alisema excellence honors God and it also inspires people. Excellence honors God and inspires people. Ubora unampa Mungu utukufu. Unajua tunavyosema Mungu atukuzwe kupitia maisha yetu, sio tu kumwambia Mungu pokea utukufu. Hiyo ni moja. Sehemu ya pili ya kumpa Mungu utukufu ni wewe kumwakilisha
kwa kufanya kazi zenye ubora. Yaani mtu akiona kazi zako aseme namtaka Mungu wa huyu jamaa kwa sababu ya ubora ambao kwenye hii kazi. Na pia mtu akiona kazi zako awe inspired. Kwa nini? Kwa sababu excellence inampa Mungu utukufu na inahamasisha watu, ina-inspire watu. Kwa hiyo ninaamini kwamba ukiintroduce excellence kwenye maisha yako mwaka huu mwaka utakuwa ni mwaka wenye mabadiliko, na utakuwa ni mwaka wenye neema, na utakuwa ni mwaka wenye mafanikio makubwa. Usisahau kwamba kusubscribe na kushare na mtu mmoja episode hii, naamini kwamba itamfaa na itamjenga. Lakini kumbuka kwamba unaweza ukapata kitabu cha Set Me on Fire pamoja na vitabu vyangu vingine kwa kuniandikia tu hapo chini, halafu tutaweza kuwasiliana. Mungu akubariki sana. Mimi ni rafiki yako Patrick Seuya, karibu sana.